Michezo ni kwamba wachezaji wa Kenya ambao wako chini ya umri wa miaka 21 na ambao wana tatizo la kusikia wanaendelea kunoa makali yao katika eneo la Isinya katika kaunti ya Kajiado. Kikosi hicho kitawakilisha Kenya katika mashindano ya dunia ambayo yataandaliwa nchini Poland mnamo tarehe 5 hadi tarehe 13 mwezi Juni. Ripota wetu wa michezo Boniface Kimanzi yuko katika kaunti ya Kajiado. Kimanzi, hali iko vipi? Maandalizi yanaendeleaje? Na bila shaka tumekita kampi hapa katika eneo la Isinya katika kaunti ya Kajiado, ambapo kuna timu ya Kenya ambayo ina wachezaji walio chini ya umri wa miaka 21 ambao wanajitayarisha katika mashindano ya dunia ambayo yatakuwa yanaandaliwa pale Poland, na timu ya Kenya tayari inaonyesha uwezo wake wa kuhakikisha kwamba bendera ya Kenya imepaa juu katika mashindano haya. Na niko na coaches hapa. Coaches, karibu sana, tuambie timu yako imejiandaa kivipi na ni nini ambacho tunatarajia kutoka kwa timu yako tutakapofika pale nchini Poland? Asante sana. Kwa majina ni Mary Chepkoi. Okay, naweza sign pia hiyo. Mary Chepkoi, coach wa Deaf Basketball. Asante sana kwa kuja kwenu hapa. Kwa kweli venye Boni amesema, hii ni timu ya wachezaji under 21. Tumechanganyika wavulana kwa wasichana kwa matayarisho haya. Hapa tuko kwa kampi ya siku 4. Tuliingia Jumamosi, tukaanza mazoezi jana Jumapili, na tutaendelea nayo hadi Jumatano ambapo tutafunga kambi on Thursday saa 4 asubuhi. Hawa wachezaji wametoka county tofauti na different schools, lakini wako na hiyo cohesion ya kuwork pamoja. Hasa hapa tuna wanafunzi ambao wamesoma kwa hii shule Isinya School for the Deaf, kama wachezaji 7, and tuna appreciate hii shule kwa sababu ina facilities ambayo tungehitaji kwa hii camp. Pia tunashukuru wazazi kwa kuchangia kwa matayarisho haya na kutualao watoto wakuje wakatrainiwe hapa. Michezo yenyewe itakuwa tarehe 5 hadi tarehe 13 mwezi wa 6 nchini Poland. Yeah. Labda unaweza tuambia ni changamoto gani ambazo mmepitia nyinyi kama technical bench wakati mnaandaa wachezaji? Sana inakuwa ni usafiri, kwa sababu hawa watoto wametoka sehemu mbalimbali, na most of the time unahitaji kila mwanafunzi ama kila mchezaji ambaye ako na disability ya hearing ama whichever, for this case ni ya hearing, lazima kukuwe na aid, mtu atasafiri na yeye, but kwa sababu ya the costs zenye ziko involved, inabidi wazazi waweke kwa gari na sisi tuwaongojee town, alafu tuingie kwa gari moja tuwe hapa. Changamoto nyingine ni mipira. Wakati mwingine hatuna mipira enough, but we've had Kenya Academy of Sports. Every time kuna camp wanatupatia mipira, na hiyo inapunguza changamoto zetu. Kwa sasa hatuna changamoto mingi. Yeah, at least camp imeanza, that is the most important part. Coach, nikiangalia naona wachezaji wako wako wanafanya maandalizi. Kwa sasa nikiangalia naona wako tayari. Je, mlikuwa mnatumia mbinu gani kuwapata wachezaji? Watoto wamekuwa wakiattend Kenya Academy of Sports camp in December, every December for the last 3 years now, and it's really helped the deaf basketball to grow because they scout them in their schools, JSS or the senior schools, and they're given opportunity to go to the camp. And in the camp, they have been built by different coaches during the camp, and now it was easy to pick them. However, wengine hawajaweza kwenda camp, lakini walimu wa different schools za deaf wamekuwa wakiwa recommend. Na ni ukweli, kama kuna mmoja ni mrefu sana hajaienda camp ya deaf, but walimu wake wakati walimrecommend, tumeona ni ukweli anafaa kukua kwa hii team. Yeah. Asante sana, huyo ni coaches. Asante sana kwa kuongea nasi coach. We wish you the best. Asante sana. Asante sana, huyo ni coaches. Anatuambia kwamba timu yake iko tayari na timu itakuwa inawakilisha Kenya katika mashindano haya ambayo itakuwa inaandaliwa pale nchini Poland. Bila shaka tutazidi kufuatilia, tukwambieni nini ambacho kinaandaliwa hapa katika eneo la Isinya katika kaunti ya Kajiado, ambapo mashindano inaandaliwa hapa, ile maandalizi tu ndiposa Kenya iweze kuwakilisha katika mashindano haya ambayo itakuwa inaandaliwa pale Poland mwezi Juni kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 13. Sina la ziada mwenzangu Joas Onsare, labda niweze kuongea na daktari
niweze kuongea na daktari aweze kuniambia imekuwaje. Yeye kama daktari wa hao wachezaji, ni maandalizi gani na ni shida gani ambayo amepitia? Daktari, karibu sana katika runinga TV47. Tuambie imekuwaje. Kwanza wewe daktari, tuambie majina yako na wewe kama daktari ulijitolea kivipi kuweza kuhakikisha kwamba umesaidia hii timu? Kwa majina naitwa Daktari Hussein Adnan, ambaye nimekuwa katika mambo ya physiotherapy, mambo ya kienyeji, cupping ambayo tunaita hijama, na nimeona kuwa walikuwa wanahitaji daktari wakati walikuwa hawana mwelekeo. So kulikuwa na coach Kent ambaye aliniambia kuwa wanahitaji daktari. Basi nikaenda nikajitolea karibu mwaka mzima, miaka 4 iliyopita. Then tuliendelea nao na nikasafiri nao tukawa katika Olympics ambayo ilikuwa Kasarani World Championship, na nikaweza pia kwenda nao Greece. Daktari, kama daktari umeona wachezaji vile wanafanya ile maandalizi. Je, wewe kama daktari ungeweza kutoa ombi gani kwa serikali na kwa yoyote ambaye anatazama katika runinga TV47 kuhusu hao wachezaji? Kwanza, kitu cha kwanza, kama hawa ambao tunawaita mabubu au viziwi, walikuwa wameachwa nyuma sana kwa muda mrefu, na tunapaswa sisi kama kwanza ambao tumejitolea na serikali ichukue hatua kamili ili kuweza kuhakikishia hawa ndio watakaokuwa mwelekeo mwema, kwa sababu saizi katika reserve areas wako ambao wa disability kama hawa hawajui kama kuna michezo, lakini serikali ikiwa imeingilia, alafu kutakuwa na exposure, watangazaji watakuwa wanazungumzia kuhusu masuala ya msaada ambao watakaopata. Daktari, labda unaweza tuambia ni matatizo gani wewe umepitia wakati unafanya maandalizi na wachezaji, wakati unawapatia matibabu, umepitia matatizo gani? Mambo mengi ambayo yako, lakini saa nyingine inabidi dawa sisi wenyewe tuchukue na tuweze kuwatibu kwa sisi wenyewe, lakini tunahakikisha kwa mwelekeo uko mwema, sisi kujitolea kama hawa ili waweze kuwa kama wengine. Yes. Asante sana daktari kwa kuongea nazi. Wish you the best. Nashukuru sana na Mungu ajalie TV47 mmefanya kazi nzuri na Mungu awabarikie. Hii ndio uzuri ili kuweza kila mtu aweze kuijua. Story ni nawajua. Asante sana. Huyu ni daktari anatuambia kwamba yeye amejitolea kuhakikisha kwamba amesaidia timu Kenya ambayo inashiriki katika maandalizi haya. Ziada kutoka kwangu hadi kwako Joshua Nsare, nikiwa hapa katika kaunti ya Kajiado. Kuna kuku na kuna nyama za Kimasai. Wewe ni uweze kusema na kulete gani? Sina la ziada, mwenzangu Joshua Nsare. Twahib.